Kwa jina naitwa Hamida Saidi Ibrahim, diwani wa viti maalum katika tarafa ya Sikonge hapa mjini. Sisi kwa kweli kwa ujumla kama Chama cha Mapinduzi na kama kiongozi mimi tunawashukuru sana hao waliosimamia mradi huo KASHUWASA kwa kuweza kusimamia mradi huo. Tulikuwa tunausubiri kwa hamu na tumeupokea kwa mikono miwili. Tunawatakia na wao pia afya njema na utekelezaji mwema wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kazi iendelee, na tunawaahidi tutaulinda kwa nguvu zetu zote, tutausimamia kadri ya uwezo wetu wote, na tutahakikisha wale ambao wanaoharibu miundombinu ya maji tutahakikisha tunawashughulikia na kuwafikisha katika ngazi husika. Kwa kweli kipindi cha nyuma kabla ya mradi huu haujafika, kina mama wa kata ya Sikonge kwa ujumla tulikuwa tuna changamoto kubwa sana ya maji. Tulikuwa tunategemea bwawa la Utiatia, lakini lile bwawa lilikuwa haliwezi kutosheleza mahitaji ya wananchi wa Sikonge. Changamoto tulizokuwa nazo ni nyingi: ndoa kuvunjika, watu kuondoka usiku, kuacha waume zao ndani, na hasa ilipelekea mpaka kutokuzaana kwa sana, kwa sababu muda wa kutafuta watoto watu walikuwa wanaenda kwenye maji. Kwa kweli tulikuwa tunahangaika sana juu ya maji. Mimi kama mwanamke mwenzao, diwani wa kata husika hii, mwanamke mwenzao wa viti maalum, kiukweli wanawake wengi katika wilaya hii ya Sikonge walikuwa wanapata shida sana ya maji. Alafu jambo jingine, ilifikia hatua maji mpaka tulikuwa tunanunua dumu shilingi 1000 dumu. Unakuta mwanamke labda ana watoto zaidi ya 5 au 6. Hayo maji ya shilingi 1000, mwananchi wa hali ya chini, mwenye kipato cha chini, ilikuwa inamuia vigumu sana kuweza kukidhi mahitaji ya maji. Lakini sasa baada ya kuletewa mradi huu wa Ziwa Victoria, tunatoa shukurani kubwa sana kwa Mheshimiwa Rais. Tunatoa shukurani kwa awamu ya 6 hii ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutuletea mradi mzuri wa maji ambao sasa hivi tunakidhi mahitaji yetu kwa wanawake wote hapa Sikonge. Tunapata maji vizuri. Kuanzia mwezi wa kwanza maji yalitoka kidogo, baadaye yakaanza mwezi wa pili, mpaka sasa hivi kina mama tunapata maji, hatuna shida, tunafurahi sana. Na tunakaa na wanaume zetu huko ndani, manake tulikuwa tunaondoka saa nyingine saa 8 mtu unaenda kisimani mpaka unasinzia kule kisimani kwa ajili ya maji. Lakini sasa hivi tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika wilaya yetu ya Sikonge na mkoa mzima kwa ujumla. Tunasema mama, hatuna cha kukulipa. Mwenyezi Mungu tunakuombea dua akupe afya njema, maisha marefu, uzidi kuwatumikia Watanzania wote kwa ujumla. Tunakushukuru sana mama yetu. Sasa hivi maji yapo yanatoka kama kawaida. Kwa kipindi cha nyuma kwa kweli kuna wengine walikuwa nakumbana na changamoto kama hizo. Inafikia hatua mtu anarudi anakimbia anaacha kufika kisimani, wengine wanakutana na majoka, wengine wanakutana na wezi wanatoka kuiba. Kwa hiyo changamoto zilikuwa ni nyingi sana. Sasa hivi tunashukuru maji yapo. Matukio ya hatari kwanza ni kunyimwa haki. Mwanamke akiamua kuondoka kwenye maji, mwanaume mwingine anachukia, anaona hapana, huyu mwanamke kila siku anakaa na niacha, bora tu tuachane. Unaona, na yenyewe ilikuwa ni kama vile ukatili. Mimi nahesabu kama ukatili, kwa sababu kina baba walikuwa hawaridhiki mwanamke atoke aende kuchota maji usiku. Imani inakuwa haipo, anahisi kwamba labda mwanamke anakwenda kwa mwanaume mwingine wakati kumbe anafuata maji. Yaani changamoto hizo zimeisha kutokana na mradi huu ambao tumeletewa hapa katika wilaya yetu ya Sikonge. Changamoto hazipo, na mimi kama kiongozi mwanamke diwani wa viti maalum, sisi wana CCM kwa kweli, kwanza nirudi nyuma niseme hivi. Baada ya kuja mradi huu, na sisi tulikuwa tunasimama majukwaani tunasema kwamba mama amethubutu kumtua ndoo mwanamke wa wilaya ya Sikonge. Ni kitu ambacho kilikuwa ni ndoto ya Linacha kuweza kupata maji ya Ziwa Victoria. Na ni kitu ambacho hatukutegemea kama kitakuja kutokea. Tutaota hata siku moja kama tunaweza tukaletewa maji. Tunashukuru kweli tumeletewa maji. Na bado pale sisi wana CCM tunashukuru kwa sababu hili jambo lipo katika ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo limetekelezeka, mimi nasema kwa 100%. Na hivi karibuni waziri wetu alikuja Jumaa Aweso
akaenda kwenye tenki kule, hali nzuri kabisa, wamama walifurahi, wananchi kwa ujumla walifurahi sana. Tunashukuru sana na tunamwomba Mheshimiwa Rais siku moja afike tena huku katika wilaya yetu ya Sikonge katika mradi wetu wa maji huu. Mimi kama diwani wa viti maalum na diwani mwenzangu wa kata tutashirikiana kwanza kuhamasisha wananchi na kuambia waupokee mradi vizuri, na pia waendelee kutandaza na wao mabomba yao huko, waende katika ofisi za maji, idara ya maji, wachukue fomu, wajaze, waanze kuvutiwa mabomba, wanufaike na mradi wao huu walioletewa na rais wao mpendwa. Kwa majina naitwa Salmo Mgaya, katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Sikonge mkoa wa Tabora. Chama cha Mapinduzi wilaya ya Sikonge imepokea kwa heshima kubwa mradi huu mkubwa wa kimkakati wa maji kutoka Ziwa Victoria, ambapo unaweza kusaidia takribani watu katika maeneo mengi katika wilaya yetu ya Sikonge. Mimi nilifika wilaya ya Sikonge mwaka 2024. Nilipofika kulikuwa kuna changamoto kubwa sana ya maji, ambapo kulikuwa kuna mgao wa maji kwa wiki inatoka mara 2, lakini kuna muda mwingine ilikuwa inachukua takribani hata miezi 2 watu wanapata changamoto ya maji. Lakini baada ya kufika mradi huu na kuanza kutoka maji katika wilaya yetu ya Sikonge, umekuwa mkombozi mkubwa sana, na kwa hakika utekelezaji wa ilani katika sekta ya maji umetekelezeka kwa kiwango cha asilimia kubwa sana. Nichukue nafasi hii kumpongeza mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutekeleza kwa kiwango kikubwa sana mradi huu wa maji katika eneo letu la wilaya ya Sikonge. Ile ahadi ya mama ya kumtoa ndoo mwanamke kichwani imetekelezeka kwa kiasi kikubwa. Chama cha Mapinduzi kinaelekeza na kuambia mamlaka za TUWASA, LUWASA na mamlaka ya maji kama Shinyanga, KASHUWASA, tunaomba wasimamie miradi hii ambayo imewekewa fedha nyingi na serikali yetu. Hivyo ni wasi kuangalia na kuifuatilia kwa karibu sana ili iweze kuwanufaisha wananchi.